Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi tunaangalia sehemu ya pili kwa uwezo na neema ya Mungu katika mafundisho ambao tumeanza nao siku ya Sabato. So tumeangalia kwa uwezo wa Mungu jinsi Mungu alivyomuumba Adamu. Alafu maandiko yakawa yanazidi kueleza. Tumeangalia kitabu cha Mwanzo 1:26, 27. Mungu venye anamuumba Adam, tukaangalia Mungu anamuumba kwa mfano wake, akamuumba kwa haki yake, kwa utakatifu wake, kwa ukamilifu wake. Huo ndio mfano wa Mungu. Alafu tukaangalia pia kitabu cha Yakobo 1:18 kwamba twaumbwa kupitia neno, twazaliwa mara ya pili kupitia neno. So twaumbwa kupitia neno. So Mungu alipomuumba Adam akamweka bustanini mwa Edeni, tukaangalia shetani alikuwa mbinguni. So vita vikafanyika kule mbinguni. Shetani na malaika zake wakatupwa duniani. So shetani akatumia nyoka, mnyama ambaye alikuwa mrefu sana, kaeka mwili wake kwa nyoka, akamtumia nyoka kuja katika bustani mwa Edeni akaongea na mwanamke. So kile kitu ambacho shetani alikuwa anakifanya, kwa sababu anajua muda wake ni mfupi, muda wa kuingia wapi? Muda wa kuingia katika ziwa la moto. Tukasoma Ufunuo 20:10. So akaingia katika bustani mwa Edeni, akamuongelesha Eve, Hawa, akakubaliana. Alafu pia Adam akakubaliana. Amri ambayo Mungu alikuwa amewaambia wasivunje, wasile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wote wakawa wenye dhambi. Ikawa shetani ametumia kile ambacho Mungu amekiumba kukiumba tena. Alafu yeye akawa Mungu. Alafu wale watoto wa Mungu, Adam na Eve, wakawa watoto wake. Yeye akawa baba, yeye akawa Mungu. Tuko na jinsi Mungu anamuumba mwanadamu, alafu shetani anakuja anamuumba tena. Alafu yule mwanadamu ambao Mungu alimuumba, kile kiumbe ambacho Mungu alikiumba, kinakuwa tena si kiumbe cha Mungu, kinakuwa kiumbe cha shetani. Tukaangalia Wakorintho wa 4:4. Mungu wa ulimwengu, dunia hii, amewapofusha macho. So Mungu anamuita shetani, andiko la Mungu linamuita shetani Mungu wa dunia hii, lakini na herufi ndogo. Ina maana shetani ni Mungu, lakini herufi ndogo, si herufi kubwa. Si Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, lakini ni Mungu mwingine wa ulimwengu huu. Mungu ni mtu ambaye yuko na uwezo wa kuumba. Shetani anamuumba Adam na Eve kupitia neno lake mwenyewe. Eti Mungu amesema musile, kula, utakuwa kama Mungu. Anapokea neno la shetani, Adam na Eve wanaumbwa, wanakuwa watoto wa shetani. Shetani anakuwa Mungu wao. Mimi natoka katika viuno vya Adam na Eve. Yesu anakuja anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ibilisi anakuwa baba. Tumesoma katika Yohana 8:41. Na sasa yale ambao utataka kutenda, uzinzi, usherati, wataka tu usikie neno kidogo, hausikii neno hata, na unajua uko katika dhambi, unajua kwamba Yesu alimwaga damu ili uoshe utakaswe, lakini hakuna chochote, hausikii neno, hausikii mafundisho, na unajua lazima usikie ndio uokolewe, na usikio pia inakuwa uovu. Kwa sababu unataka kutenda yale mambo ambayo shetani alifanya nini? Anataka kuyatenda matamanio ya shetani. Tukaangalia katika Yohana 8:44. Yesu anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Baba imeandikwa na herufi ndogo, small f, herufi ndogo f. Yesu akirifa shetani kama baba, Ibilisi. So shetani ni Mungu, yes, wa ulimwengu huu. Wa nani? Shetani ni baba, yes. Wakina nani? Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana tukasoma 3:8. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Tukasoma 10. Watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Na mtu yote ambaye hatendi haki, huyo si wa Mungu, bali ni mtoto wa Ibilisi. So shetani anaitwa baba. So tukaona kwamba unapokuja katika kanisa, unapokuwa katika ushirika, unapotembea kama mwenye dhambi, inafaa ujue mimi na wewe
tangu tumboni ni Freemason na Illuminati wakubwa sana. Hii ndio inaweza kuzuia mtu asione wokovu. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho bado najihesabia. Naona niko sawa David. Bado niko sawa, bado niko na muda. Lakini hauna muda kwa sababu wewe kufikia paka sasa ni Freemason. Wewe ni Illuminati mkubwa sana. Kwa sababu babako akiwa shetani, then ni nini kitaonesha kwamba wewe si Freemason? Nini kitaonesha kwamba wewe si devil worshipper? Kwa sababu Yesu anasema matendo ya shetani ndio anataka kuyafanya. Basi ni devil worshipper kwa sababu unamuworship shetani. So tutaanza kuona kuna kitu ambacho Mungu anataka nielewe. Kuna vitu ambavyo Mungu anaviondoa kwako, anaviondoa kwangu. Nisimame mbele za Mungu vile neno linakuweka. Kile kipimo ambacho Mungu anaweka, ile alignment Mungu anaweka, iwe hivyo hivyo. So muda mwingi umekuwa ukija kanisani, nimekuwa nikija kanisani, ama wengine wamekuwa wakija kanisani, hasa wale ambao hawajaokoka. Wanakuja wanapata tu faraja. Hii faraja inafaa iondoke. 1, wewe umeumbwa na ibilisi. 2, umeumbwaje na ibilisi? Ibilisi aliyeka neno kwa Adam, ukazaliwa katika dhambi. 2, ibilisi ni babako. 3, wewe ni devil worshipper. Devil worshipper. Devil worshipper vipi? Kila atendaye dhambi ni wa ibilisi. Mungu anasema hivyo. Na Yesu anasema matakwa ya ibilisi, matendo ya ibilisi ndio una matamanio ya kufanya. Wewe ni devil worshipper. So nijione kama devil, ujione kama devil worshipper mwenye dhambi. Ujione kama Illuminati maskini. Nasema Jay-Z, Rihanna, fulani, wale ni Illuminati watachomwa kweli. Mungu anakuambia wewe pia ni Illuminati mkubwa ambaye ni maskini. So kuna kitu Mungu anataka aondoe, ino veil ya self righteousness iondolewe kabisa, na inaondolewa kupitia andiko la Mungu. Unasema wewe ni mchawi, lakini wewe ni mchawi mkubwa sana kwa sababu babako ni mchawi ambaye ni ibilisi. Utapata usingizi wakati unajua kwamba ibilisi aliumba kile kiumbe Mungu amekumba, alikuja akakiumba tena, na wewe ni mtoto wake. So na tukaangalia pia Paulo kwa Matendo ya Mitume 13 mstari wa 9 na 10, anamwambia Elmasi, mchawi, wewe ni mwana wa ibilisi. So Paulo alitambua hivi, Yesu Kristo alitambua hivi, Mungu anatambua hivi. Na kama Adam kupitia maandiko, Adam alikuwa mwana wa ibilisi, then how much more wewe ambao umetoka kwa Adam? Ni nini kinakufanya usiwe mwana wa ibilisi na umezaliwa na hiyo mbegu ya dhambi? Kama baba alikuwa mwana wa ibilisi, je, watoto wajukuu ni wana wa ibilisi? Tukaangalia katika Warumi 5 mstari wa 12, kama kwa Adam dhambi iliingia ulimwenguni, ulimwengu ni moyo wangu na ni moyo wako. So isaona ni hali ambao haipendezi. Na pia watakatifu ambao wanaitenda dhambi, hao pia mwisho wao ni katika ziwa la moto. So hakuna nafasi. Natumai hayo ni yale ambao tumeyaongelea, na sasa tutaendelea katika hiyo sehemu. Tuamini. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa kuweka misingi kwa yale ambao tunaenda kuangalia Bwana. Mungu tayari umetutangulia katika alfajiri katika somo hili Bwana. Naomba neema na rehema zako zitoke kwako, mtakatifu wa watakatifu Bwana. Mungu, hakuna kipimo chengine isipokuwa tu neno lako Bwana. Mungu, acha neno lako lituweke sawa, acha neno lako liweze kuweka kila laini Bwana ya mioyo yetu sawa sawa na neno lako Bwana. Tuondolee kila ufahamu ambao tuko nao sisi, bali tu stick katika neno lako Bwana. Tupatie ufunuo wa kuzidi kujitambua Bwana, wa kuzidi kuweka laini Bwana, jinsi mwanao Yesu Kristo aliweka, jinsi wewe ulivyoiweka Bwana. Mungu, hakika unasema kila ambaye hatendi haki Bwana ni mwana wa ibilisi, na kila tendo lolote ambalo si la haki ni dhambi Bwana. Tuongoze Bwana, tusafishe na ututakase Bwana. Wale ambao Bwana hawajapata neema ya kuwa mahali hapa Bwana, wakumbuke na uzungumze nao Bwana. Katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukiamini. Amen. Amen. Asante. So natumai misingi Mungu ameweka sawa. Yaani tunaangalia sehemu ya pili. So tutarudi mwanzo. Sasa soma Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27.
Kitabu ni cha Mwanzo 1:26 hadi 27. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambaao juu ya nchi. 27. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. So, angalia sehemu ya Mungu. Muumbaji aliomba kupitia neno kwanza. Alisema na tuumbe, ili ni neno limetoka kwa nani? Mungu. Alafu Mungu akashuka akamuumba mwanadamu na baadaye pia akamuumba mwanamke. Kwa makini sana David, akamuumba mwanamke. So Mungu anachukua hiyo sura ya muumbaji na pia aliumba kupitia neno, alafu pia akafanya kazi. Sawa, Mungu akafanya kazi. Akamuumba Adam na mkewe. Maandiko yanasema kwa mfano. Maandiko yanasema kwa mfano. Tuliangalia katika Mathayo 5:48. Mungu ni mkamilifu. Yesu anasema kuweni wakamilifu kama baba yenu alivyo mkamilifu. So sura ya Mungu ni mkamilifu. Sawa sawa, Mungu ni mkamilifu. Kila ambacho atakiumba kitakuwa kikamilifu, si kwa sababu kitatenda ndio kiwe, kwa sababu kimeumbwa kupitia Mungu mwenyewe. So 100% kitakuwa kikamilifu. Mkamilifu. So Adam alikuwa mkamilifu kwa sababu Mungu ni mkamilifu. Tukaangalia sura nyingine ya Mungu ni mwenye haki katika Yohana ama ni Mathayo. Mathayo 6:36. Samani 33. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. So Mungu ako na haki. So Mungu ni mwenye haki. So Mungu akimuumba Adam na Eve walikuwa pia ni wenye haki, kwa sababu aliwaumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Tukaangalia pia kitabu kingine ambacho ni waraka wa kwanza wa Petro 1:15 na 16. Mungu anasema mtakuwa watakatifu kama vile yeye alivyo mtakatifu. Pia inasema kama yule aliyewaita, yeye aliyewaita ni mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu vivyo hivyo katika mwenendo wenu wote. So Mungu ni mtakatifu, holy, mtakatifu. Hii ndio sura ya Mungu. Hii ndio sura na hii ndio umbo, image, umbo. So Mungu akimuumba Adam, mume na mke, aliomba katika hiyo sura kupitia neno kwanza. Sawa sawa. So tuangalie kitabu cha Yakobo 1:18. Kitabu ni cha Yakobo 1:18. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli, kusudi tuwe kama mazao yake ya kwanza katika viumbe vyake vyote. Rejelea sehemu ya A. Kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli. Mungu alituzaa kwa neno la kweli. Neno gani? Na tumuumbe mwanadamu, natoka kwa moyo wa Mungu na akili ya Mungu. Alafu Mungu anafanya kazi. Neno gani? Injili ya Yesu Kristo. So mwanadamu anaumbwa kwa neno. Tumeona wameumbwa kwa neno la Mungu. Na kuna neno lingine litatoka kwa ibilisi shetani. Kama wale watalipokea, basi wataumbwa. Mungu pale bustani ya Edeni ameumba, alafu shetani akifukuzwa mbinguni akija na neno lake.
wakilipokea wataumbwa, na shetani atawaumba Adam na Eve. Na ambao ni mimi na wewe tutaumbwa kupitia shetani. So tunaona kwa neno, waweza soma neno la Mungu pia Mwanzo 2 mstari wa 16 na 17. Mwanzo 2:16 hadi 17. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akamwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Mungu anampatia Adam amri. Anaambia Adam, kila mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakika utakufa. Hilo ni neno la Mungu. Tuwe makini tafadhali. Hilo ni neno la Mungu. So tumeona mwanadamu anaumbwa, anazaliwa mara ya pili, anaumbwa kupitia neno. So Adam akiwa wameumbwa na Mungu kupitia neno, na hata kupitia kazi ya Mungu mwenyewe kufanya kwa mikono yake mwenyewe. Mungu amwapatia amri Adam asile mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mkewe pia vile vile, licha kwa Mungu alikuwa anaongea direct na Adam. So hilo ndio neno la Mungu. Acha tuangalie chapter 3 verse 1. Wakati huu, samani ngoja kidogo. Wakati huu hatutaangalia kwa undani, tutaangalia katika ile somo la kwanza. Wakati huu Mungu akiumba shetani alikuwa mbinguni. Shetani alikuwa kerubi. So shetani alikuwa anaendelea na shughuli zake tu. Sawa. So vita vilipotokea, tumeangalia Ufunuo 12:7. Tukaenda paka mwisho kabisa, paka chini kabisa. Tukaona kuwa shetani akiwa mbinguni, vita vikaanza. Vita vilipoanza, shetani akashindwa. Shetani akatupwa duniani. Maandiko yanasema shetani akatupwa duniani. Malaika wakaanza kusema mbingu imebarikiwa. Lakini wale walio katika nchi, walio katika duniani ambapo ni Adam alikuwa duniani na mkewe alikuwa duniani, wakaambiwa ole. Mimi na wewe pia tulikuwa duniani, lakini ndani ya viuno vya Adam tulikuwa tunaambiwa ole. Maana mshtakiwa wetu yuko pamoja nasi. So shetani akitoka duniani anajua muda wake. Maandiko yanasema muda wake ni mfupi. Ufunuo 12 mstari wa 12. Muda wake ni mfupi, na akija duniani sasa anajua muda wake ni mfupi kwa sababu muda wake ni mfupi kwenda wapi? Kuwekwa kwa ziwa la moto. Tukasoma Ufunuo 20 mstari wa 10. So shetani anajua amefika hapa, muda wake ni mfupi. Yuko duniani, kuna Adam, kuna Eve, kuna ulimwengu ndani ya Adam. So shetani atafanya nini? Atataka aumbe Adam, aumbe Eve. Alafu kila mtoto atakayezaliwa shetani pia muumbe ndani ya Adamu, wawe watoto wake, yeye awe Mungu kwao na yeye awe baba kwao, ili akitupwa katika ziwa la moto asitupwe peke yake. Hiyo ndio mentality na mind shetani amekuwa nayo. So alipotupwa duniani ni hapa kwa Adam na Eve, yeye akiwa mbinguni. So akitupwa duniani anamtumia nyoka. Naweza soma sasa Genesis chapter 3 verse 1. Mwanzo 3 mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, eti kweli Mungu alisema kama usile matunda ya mti wowote wa bustanini? Huyu ni shetani mwenyewe. Ni nini shetani anafanya hapa katika bustani ya Edeni? Shetani shetani anataka kuumba kile ambacho Mungu amekiumba. Hicho ndio shetani atakuja atakiumba. So tuwe makini. Hii kusema mimi nimeumbwa na Mungu, nafanana na Mungu, na wakati hujapata msamaha wa dhambi unakosea. Maana shetani anaumba hapa.
muda si mrefu naweza angalia pia mstari wa 5. Okay, mstari wa 4. Mwanzo 3 mstari wa 4 kuteremka. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Eti Mungu amesema mtakufa. Nyoka anamwambia Shetani anamwambia mwanamke, hamtakufa. Kula. Mungu amesema tusile. Shetani hapa kazi anafanya ni ya uumbaji, kwa sababu tunaumbwa kupitia neno. Shetani anaenda kumuumba Adam na Eve, na haya ndio matayarisho anayafanya. Eti Mungu amesema msile, eti mtakufa. Hamtakufa. Hivi nasikia. Next. Kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapoyala macho yenu yatafumbuliwa, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Yeah. So Shetani anawaambia ukweli kidogo, mtakuwa kama Mungu, mtajua mema na mabaya. Mtakuwa kama Mungu, kweli kuna ukweli katika hili, lakini hawatakuwa kama Mungu kwa sababu watakuwa waasi. Watajua mema na mabaya ndio, lakini hawatakuwa kama Mungu. Kuna sehemu kwamba wakila watakuwa kama Mungu kwa kujua mema na mabaya. Watajua mema na mabaya kama Mungu, lakini hawatakuwa kama Mungu kwa sababu watakuwa wameenda kinyume na neno la Mungu, na Shetani atakuwa amefanikiwa wakila kuwaumba kupitia neno lake. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa nzuri kwa chakula na la kupendeza macho, tena linatamanika kwa kujipatia hekima, basi akachuma katika matunda yake akala, pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye akala. Ya paka hapo. Wamesikiza neno la nani? Wamewacha neno na amri ya Mungu. Wamewacha amri ya Mungu, amri Mungu amewapatia. Mungu amempatia Adam amri moja. Wameiacha ile amri ya Mungu. Wameacha neno la Mungu lililowazaa, lililowaumba. Wameliacha, wamemwacha Mungu. Wakachukua neno la Shetani. Maandiko yanasema Adam na Hawa wakawa wenye dhambi. Roho wa Mungu akawaondokea. Walikuwa uchi lakini walikuwa wamezibwa. Macho yao yalikuwa yamefunguliwa kwa ulimwengu wa roho. Hawaoni ulimwengu wa mwili. Hawajui mema na mabaya. Roho wa Mungu yuko ndani yao. Vile tumeona Adam, mtakatifu, mkamilifu na mwenye haki, lakini wameacha neno la Bwana. Leo watu wanaacha amri za Mungu. Ukiacha amri za Mungu, umeacha neno la Mungu. Ona kwa mwana wa Ibilisi. Ibilisi anakuwa babako, Ibilisi anakuwa babangu. Wameacha neno. Neno ni nani? Yohana 1:1. Waliwacha neno. Yohana mtakatifu 1 mstari kuanzia wa kwanza. Naam. Yohana mtakatifu 1:1. Hapo mwanzo alikuweko neno. Hapo mwanzo alikuweko neno. Huyu neno alikuwa pamoja na Mungu. Huyu neno alikuwa pamoja na Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. So Mungu amemwambia mkila mtakufa, neno ni Mungu. Wakawacha hili neno la Mungu, wakachukua la Shetani, tukila hatutakufa. Wakamwacha Mungu, wakachukua neno la Shetani, wakaumbwa na Ibilisi Shetani. Shetani akawa baba kwa kila mwanadamu anayezaliwa kupitia Adamu. Shetani akawa Mungu kwa kila mwanadamu anayezaliwa kupitia Adamu. Maumbile yakabadilishwa. Mungu aliumba, akaweka kwa bustani ya Edeni. Hapo kwa bustani ya Edeni Shetani akaja kukiumba tena kile Mungu alichokiumba, kikawa chake. Yeye ndo akawa muumbaji, yeye ndo akawa baba na herufi ndogo zote. Yeye akawa Mungu na herufi ndogo. Hii ndio asili ya kila mwanadamu anazaliwa nayo. Na ndio maumbile Shetani aliumba. Mstari wa 7. Yohana 1. Samahani. Waweza rudi Mwanzo, asante. Mwanzo 3 mstari wa 7. Mwanzo 3 mstari wa 7.
Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Mpaka hapo tayari shetani akawa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu anayarejelea haya kwa uchache kabisa ili tupate foundation ya mahali tunaelekea. So shetani akawa Mungu. Unaweza nisomea waraka wa pili kwa Wakorintho 4:4 ili tukiendelea, ukisikia shetani ni akawa Mungu usiwe na maswali mingi. Waraka wa pili wa Wakorintho 4:4. Kwa habari yao, Mungu wa dunia hii amewapofusha akili za wasioamini, ili wasione nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu. Maandiko yanasema Mungu wa ulimwengu huu ambaye anapofusha watu macho yao wasione kazi ya Mungu. So shetani akawa Mungu. Sina shaka na hilo, maandiko yameka wazi. Shetani akawa Mungu wa nani? Mungu wa wenye dhambi. Shetani akawa baba. Naweza kusoma waraka Yohana ni sawa. Yesu anasemaje? Yohana 8 mstari wa 44. Injili ya Yohana 8 mstari wa 44. Nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Yesu anasema nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Yesu anamtambua Ibilisi kama baba. Hiyo baba imeandikwa na herufi ndogo. So wewe ni mtoto wa Ibilisi. Endelea. Nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, nanyi mnataka kutimiza matakwa ya baba yenu. Yeye aliyekuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakushikana na kweli, maana hamna kweli ndani yake. Semapo uongo, usema yaliyo yake mwenyewe, kwa maana yeye ni muongo na baba wa huo uongo. So hii iko wazi na iko very clear kwamba Adam na wale wote ambao wako ndani ya Adam, baba yao ni Ibilisi na wao ni watoto wa Ibilisi, na Ibilisi amefanikiwa kumuumba mwanadamu na amefanikiwa kukuumba wewe. Ibilisi ni muumba wako, Ibilisi ni babako, Ibilisi ni Mungu wako mwenye dhambi yoyote. Iwe very clear. Usipoona hii, Mungu atakuumba tena kupitia Kristo Yesu. Usipoona hii vizuri, Ibilisi ni babako, Ibilisi ni muumba wako, Ibilisi ni Mungu wako. Mtu yote ambaye anazaliwa katika Adamu amezaliwa mara ya kwanza. Hivi vyote yeye ni Freemason, si kwa sababu ametenda, kwa sababu amepokea hata kwa Adamu. Hata kabla kutenda yeye ni mchawi. Hizi zote ni za mwanadamu, na sipoona hii, Mungu asipofunua hii, uovu wake asili yake haitaonekana. Na atakuja kwa Mungu kama mtu ambaye anaenda kanisani. Atakuja kwa Mungu kama mtu mzuri. Na Mungu atakio wazuri waokolewi. Yesu anasema amekuja kwa wenye dhambi kuwapatia toba. Mwenye dhambi ni nani? Mwenye dhambi ni mtu amejiona Mungu wake ni Ibilisi. Babake ni Ibilisi. Ibilisi amemuumba kupitia neno. Mungu anasema kila atendaye dhambi ni wa nani? Waraka wa Yohana 3 mstari wa 8. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. So njoo kwa Mungu kama mtoto wa Ibilisi. Njoo kwa Mungu kama Mungu wako ni Ibilisi. Njoo kwa Mungu kama babako ni Ibilisi kulingana na maandiko. So kufikia hapo, ulimwengu mzima ukafanyika venye Adam na Hawa walifanyika. So hii inashuka kwangu, inashuka kwako katika Romans 5:12. Romans 5:12. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni
kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mungu anasema kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kupitia kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi iliingia. Mungu anasema dhambi iliingia. Tuwe makini tafadhali. Mungu anasema kupitia Adam dhambi pia iliingia kwa moyo wako. Yaani inamaanisha mimi na wewe tukafanyika watoto wa ibilisi, baba yetu akawa ibilisi, Mungu wetu akawa ibilisi, ibilisi akawa muumbaji wetu. Hivyo ndio Mungu anasema. So nikiona kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, yafaa uone kwamba Adam alikufanya devil worshipper. Adam alinifanya mimi Freemason, alikufanya wewe Illuminati. Uione hivyo. So hivyo ndio yafaa uone, hivyo ndio yafaa nione. Hili neno lisiwe lepesi kwako, lisiwe lepesi kwangu. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, inamaanisha hapo ndio ulifanyika mtoto wa ibilisi. Inamaanisha hapo ndio nilifanyika mtoto wa ibilisi. Inamaanisha hapo ndio mimi niliumbwa nikawa nikizaliwa tu nafanya mwite ibilisi baba. Mimi ni Freemason, wewe ni Freemason, wewe ni Illuminati maskini, mimi ni Illuminati maskini. So usipoint kidole kwa Jay-Z, kwa Rihanna na wakati hata hujazaliwa mara ya pili. Huo ndio upuuzaji tumekuwa nao. Wale devil worshipper, wale Freemason, wakati devil worshipper mkubwa ni wewe ambao hujitambui. Hii inanileta wapi? Inanileta katika niangalie posture na condition ya moyo wangu na moyo wako. Hivyo ndio maandiko yanasema na uweze rekebisha. So hata haijaisha. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi. Psalms 51:5. Zaburi 51:5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba kwa mama yangu. Inamaanisha nini kisema mimi nilizaliwa mwenye dhambi? Inamaanisha ile dhambi ya Adam iliingia kwa moyo wangu, iliingia kwa moyo wako. Wewe ukiwa tumboni, mimi nikiwa tumboni, Mungu anasema huyu babake ni shetani. Lazima azaliwe mara ya pili, lakini kabla hajazaliwa mara ya pili mimi na wewe, maandiko yanasema sisi ni wenye dhambi. Mungu anasema wewe ni mwenye dhambi tangu tumboni, na maanisha wewe ni Freemason. Mimi ni Freemason tangu tumboni. Uko kimwabudu shetani. Kumwabudu vipi shetani? Yesu anasema matakwa ya shetani ndio unataka kuyatenda. Uzinzi, chuki, hasira, faraka, kiburi, hayo ni matendo ya shetani. Na ukiyatenda unamwabudu shetani. Freemason tangu tumboni, Illuminati tangu tumboni, watoto wa ibilisi tangu tumboni. Baba yetu ni ibilisi, Mungu wetu ni ibilisi, na muumbaji wetu ni ibilisi tangu tumboni. Hii ndio posture yako na yangu, na hakuna chochote tunaweza fanya tujibadilishe. Hakuna chochote. So natumai Mungu anakuunganisha na ananiunganisha na jinsi Adam alivyoumbwa na ibilisi. So acha tuangalie Mwanzo 3. Adam alifanya nini alipotambua sasa roho wa Mungu amemuondokea? Adam alifanya nini alipotambua kwamba neno la Mungu ameliacha, wamepokea la shetani na wameumbwa na shetani pale pale bustanini mwa Edeni? So wapendwa, tuchunge sana na shetani. Chunga sana na shetani. Chunga sana na shetani. Na kuchunga sana na shetani ni kuiogopa dhambi.
Eza soma 3 mstari wa 8. Mwanzo 3 mstari wa 8. Anza 7 tafadhali. Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 7. Ndipo macho yao wote wawili yakafunuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Ya nani anamwambia Adam asone? Nani anamwambia Adam asone majani? Kumbuka si Mungu. Hiyo si sauti ya Mungu. Ibilisi anamwambia, hii hali yako ya uchi isikutatize, chukua majani connect, ziba uchi wako, utakuwa tu sawa. Shetani anakupatia kitu ambacho inaitwa false peace. Adam ana amani kwa uchi wake, sikuwa hivi, nini kimenifanyikia? Sikuwa hivi. Shetani anamwambia tulia, kuna suluhisho. Chukua majani, yatengeneze, jifinike. Ni shetani anamwambia. Akijifinika majani uko na amani ya uongo. So mwenye dhambi ambaye anasema mimi si mbaya sana, chunga sana. Mungu anataka uone wewe ni mtoto wa ibilisi, mimi ni mtoto wa ibilisi, niko tumboni, wewe uko tumboni. Wewe ni devil worshipper, wewe ni Freemason. Hii ndio uchi wa Adam. Unafanya nini? Unafunguliwa. Lakini sinaimba tenzi kanisani, sina tua kidogo hapa na pale, lakini hujazaliwa mara ya pili. Hizo ondoa, hayo ni majani. Lakini sikosi kila sabato. Ondoa hiyo. Mwenye dhambi hakuna hata sabato moja Mungu anapokea kwake. Hakuna sabato inaweza ikatakatifu. Kwa nini? Ni mtoto wa shetani. Babake ni shetani, mume wake ni shetani. Hajakuwa disconnected kupitia toba na imani kwa Yesu Kristo. Bado hajaumbwa mara ya pili. Hajazaliwa mara ya pili, So majani, Adam anaika majani. Kwa nini anaika majani? 1, majani inazuia Adam asipate conviction ya Roho Mtakatifu kwamba Adam ulikuwa na Mungu, ulikuwa umefinikwa uone uchi wako. Sasa Adam uko tuputupu. Majani yanafinika Adam dhamira ya kuelewa niko tuputupu. Nahitaji kufanyike kitu hapa. Mungu anahitaji anisaidie hapa. Uchi wangu siwezi ufinika. Majani yanamwambia uko tu sawa. Kaa tu hivyo kama mwenye dhambi. Nenda kanisani. Ishi kidogo kwa uchafu. Kaa kidogo hapa na pale. Kiri, sema sala ya Bwana. Kula meza ya Bwana. Hiyo dhambi itatoka. Na uko kwa uzinzi na ushirati. Nenda tu pole, utaokoka tu siku. Utaokoka Mungu akipenda. Kila siku Mungu Yesu anabisha. Anakuambia sasa ni siku ya wokovu. Sasa nasema usijali, yao ni majani. Conviction ya Roho Mtakatifu inafaa kukuchoma. So majani yanafanya hiyo. Alafu pia kuna kitu ambacho tunafaa tuelewe. Biblia ya Kizungu. Umemaliza kusoma hiyo kweli? Mstari wa 7. Umemaliza mstari wa 7. Okay, Biblia ya Kizungu inasema and the eyes of them both were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves apron. Unaona apron ile wao wanavaa apron ya kujifunika huko. So wakaeka majani wajifunike huko. Apron. Alafu walipokuwa wamejifunika, ili kazi ya Adam. So Adam akichukua majani akifunika uchi wake na mke wake, wako uchi tena kweli? Hawako. Sio ukivaa nguo uko uchi. Hauko uchi. Ndio hiyo point. Ukivaa nguo uko uchi, hauko uchi. Sawa. Ukijifunika majani vizuri kwa uchi wako umejifunika, uko uchi kweli? Hauko uchi. Lakini angalia kile ambacho Adam anapokutana na Mungu. Adam anakiri nini? Waweza endelea tafadhali? Mwanzo 3 mstari wa 8. Ndipo yule mwanamume na mwanamke waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustanini wakati wa utulivu wa jioni, akajificha katikati ya miti ya bustani. Mstari wa 9. Paka hapo ya kimombo inasema and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Walijificha kwa uwepo wa Bwana. Wanaukimbia uwepo wa Bwana. Ukiwa na dhambi ndani ya moyo wako, mtakatifu mwenye haki, hata mwenye dhambi, ukiwa na dhambi
Hautataka kuja kwa uwepo wa Mungu kwa sababu ukija kwa uwepo wa Mungu kweli una feel uncomfortable, unataka kukimbia. Ndio wenye dhambi wengi hawataki kusema dhambi zao. Hawataki kusema dhambi zao, hawataki kuzikiri. Wanazificha kwa sababu gani? Hawataki kuja katika nuru. Maandiko yanasema hivyo, Yohana anasema hivyo, Yohana 3:19. Nuru imekuja ulimwenguni lakini watu hawataki nuru kwa sababu gani? Matendo yao ni mabovu, ni maovu. Na wanajificha kwa nuru. Inasema njoo kwa nuru. Kwa kukiri, Adam na Eva hawataki nuru. Mungu ni nuru. Na Mungu akija uovu wako unaonekana. Adam hataki uovu wake uonekane. So wenye dhambi wako na hiyo tabia. Yona alikuwa na hiyo tabia. Mungu alipomtuma Yona Ninawi, Yona ndani ya moyo wake alienda kinyume na neno la Bwana. Na akawa amevunja amri ya Bwana. Hakutaka kwenda katika uwepo wa Bwana. Alienda mbali kabisa. Hata watu walimtambua, walimwambia wewe unaukimbia uso wa Bwana. Akasema ndio naukimbia. Kwa nini? Dhambi iko ndani ya moyo wake. So wenye dhambi wengi asili yao ni hawataki neno la Bwana. Hawataki injili ya toba, hutataka, hutakuwa comfortable. Ukiambiwa kiri dhambi zako hutataka. Kwa nini? Unaukimbia uwepo wa Bwana. Safina iko na watu wengi, ilikuwa na watu 8 tu na wote walikuwa familia ya Noa. Kwa nini wengine wote wako ndani ya safina? Leo kwa nini makanisa ya kweli watu wako kidogo? Leo kwa nini makanisa ya uongo watu wako wengi? Ni kwa sababu watu hawataki kanisa la kweli. Kanisa la kweli ni dhambi zako mpaka uonyeshe kwa uwezo wa Mungu. Mungu anakuonyesha neno lake, uwepo wa Mungu uko pale. Kufight kila dhambi zako, njia zako za mwili, neno la Mungu lina fight. Hautaki hiyo, uko uncomfortable, utaondoka. Walevi wazinzi. Umeona hapa? Umeona kwa mashirika mengine yakiendelea, umeona kwa Yesu Kristo. Umeona kwa Adamu. Je, umekuwa ukikimbia nuru? Na nini inakufanya ukimbie nuru? Dhambi. Ndio Adam anakimbia. Si amejifinika. Bado hana confidence ya kusimama mbele za Mungu. Hana ujasiri. Si umejifinika uchi wako. Njoo ukutane na uwepo wa Mungu. Anasema hapana, sina ujasiri, wanajificha. So ukija mbele za Bwana kama mwenye dhambi, kuwa tayari kusema kila kitu ambacho umekitenda ambacho Mungu anakuonyesha na anakukumbusha kupitia neno lake, kupitia hata mawazo, dhamira yako. Lelea tafadhali. Mwanzo 3:9. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Naye akajibu, nilikusikia katika bustani nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi. Hivyo nikajificha. Mstari wa 9 Mungu anamwambia Adam, uko wapi? Where are you? Uko wapi? Ili ni swali ambalo Mungu ananiambia mimi, anakuambia wewe kama mtakatifu na kama mwenye dhambi. Uko wapi katika spiritual life? Uko wapi katika maisha yako ya kiroho? Umeokoka? Wewe ni mtoto wa ibilisi shetani. Adam yuko wapi sasa hiyo? Adam yuko hapa sasa. Ibilisi ni Mungu wake, ibilisi ni babake, ibilisi ni muumbaji wake. Adam yuko hapa, mwenye dhambi, kila mwenye dhambi yuko hapa. Na kila mtakatifu ambaye anasikiza sauti ya ibilisi shetani pia atakuwa hapa. Na mwishoni katika ziwa liwakalo moto na kibiriti. Mungu anamwambia Adam yuko wapi? Hii ni condition Mungu anasema. Adam ajue posta ya moyo wake. Hii ni hali Mungu anasema ni ya moyo wa Adam. So mwenye dhambi, ndio maana David tukianza mafundisho wa Mungu anakuambia uko wapi? Yaani uko wapi? Unasikia neno, unafatizia, yaani uko wapi? Uko katika toba? Uko wapi? Kuna kitu Mungu amekuzungumzia? So Mungu anamwambia Adam uko wapi? Adam anasema nini? Nimesikia sauti yako. So hata uwe katika dhambi, bado utaisikia sauti ya Mungu. Hata uwe katika dhambi utaisikia sauti ya Mungu. Utajua huyu ni Mungu. Hiyo ni neema Mungu anakupatia na ananipatia. Adam yuko katika dhambi, lakini bado anasikiza sauti ya Mungu. Anasema nilisikia sauti yako. So hata mwenye dhambi hana sababu kusimama mbele ya Yesu Kristo kusema Mungu haya siku yaelewa. Mungu atakwambia wewe ulisikia sauti yangu. Ulisikia. Na sauti yake ni nini? Neno. Neno. Akwambia tubu, sauti yake. So akajificha. Kwa nini anajificha? Anasema because I was naked. Mtu amejifunika majani. Ametengeza vazi la majani. Lakini bado
bado iko uchi. Majani all over, wamejifunika majani, lakini bado wanakiri niko uchi. Kuna kitu Mungu anataka uone. Kuna kazi zako umejaribu kujifunika nazo David, ama mwenye dhambi yoyote haenda kanisani, pengine mimi si mbaya sana. Haya ni majani ambayo unajifunikia nayo. Ama nifanye nini ndio Mungu aniokoe? Acha nijaribu kufanya hiki, acha ningangane nibadilike katika hiki. Haya ni majani mpendwa, haya ni majani David. Hautaokolewa. Hayataweza kufunika uchi wako wa dhambi. Hayataweza kufunika uchi ya kwamba shetani ni babako, shetani ni muumba wako, shetani ni Mungu wako. Haitaweza kufunika hiyo. Lazima moyo ubadilishwe. So mwili umefunikwa lakini moyo bado haujabadilishwa. Then Adam anasema niko uchi. Mungu anashuhudia, anasema niko uchi. Hakuna roho wa Mungu ndani yake, uko uchi. Mtu ambaye hajapata msamaha wa dhambi, Roho Mtakatifu ndani ya moyo wake, huyo mtu yuko uchi. Ona. Hata kama akivaa mavazi, avae koti, huyo mtu yuko uchi. Anafaa isiyo nakedness. Usio hauna uwepo wa Mungu ndani, hauna roho wa Mungu ndani. Ushuke kweli, ushushwe kweli. Lakini utakuja kanisani utajifariji, na mwisho wa siku uko uchi. Hiyo ni fig leaf. Haiwezi finika uchi wako. Haiwezi stiri uchi wako. So, huo ni mstari tutauzingatia zaidi. Tunaweza angalia, weza regelea 7. Mwanzo 3 mstari wa 7. Maandiko yanasema kwamba ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Adam alishona majani ya mtini, alitambua niko uchi. Akashona majani ya mtini ili apate kujifanya nini? Kujifunika. Waelewa? Anashona ya majani. Kwa nini anashona majani? Hata ukimwambia Adam, kwa nini unashona ya majani? Anakuambia niko uchi, nataka kufunika nini? Uchi wangu. Nataka kufunika tabia zangu mbaya. Nataka kufunika dhambi zangu. Nataka nisifinike. Mstari wa 10. Naye akajibu, Adam akajibu, nilikusikia katika bustani, nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi. Nilikusikia katika bustani Mungu, nikaogopa kwa sababu niko uchi. Hivyo nikajificha. So inamaanisha yale majani, ile kazi ya Adam haikuweza kumuokoa Adam kutokana na uchi wake. Elewa, ile kazi ya Adam haikuweza kufinika uchi wa Adam. Haikuweza kufinika dhambi ya Adam. David haikuweza kufinika dhambi ya Adam. Ile kazi Adam alikuwa anaifanya haikuweza kumfinika. So Adam anahitaji kufinikwa. Lakini kazi yake ambayo ameifanya haikuweza kumfinika, ilikuwa fig leaf, filthy, chafu. Kazi yote ya mikono ya mwanadamu aliyeumbwa mara ya pili baada ya Mungu kuumba, aliumbwa mara ya pili. Yote ni chafu kwa sababu ni kazi ya ibilisi. Mungu anaiona na hii kazi ya ibilisi, shetani. Manake haina haki ya Mungu, haina utakatifu wa Mungu, haina ukamilifu wa Mungu. So ukiangalia kitabu cha Isaia, Isaia 59 mstari wa 5. Isaia 59 mstari wa 5. Naweza soma tu mstari wa 6 ni sawa. Isaia 59 mstari wa 6. Utando wao wa buibui haufai kwa nguo. Utando wao wa buibui haufai kwa nguo. Hawezi kujifunika kwa kile walichokitengeneza. Hawezi kujifunika kwa kile ulichokitengeneza.
Matendo yao ni matendo maovu. Matendo yao ni matendo maovu. Vitendo vya jeuri vipo mikononi mwao. Vitendo vya jeuri vipo mikononi mwao. So tunaweza soma toleo lingine ambalo linaweza kuwa lepesi pengine. Isaia 50 na unaweza soma. Isaia 59 mstari wa 6. Nyavu zao hazitakuwa mavazi. Nyavu zao hazitakuwa mavazi. Adam anashona majani, afinike uchi wake, afinike dhambi yake. Mungu anasema majani ya Adam hayawezi kufinika uchi ama dhambi ya Adam. Majani haki yako mwenyewe. Mimi nitaokoka vipi? Nitaokoka lini? Mimi nang'ang'ana. Mungu anasema kazi ya Adam haikuweza kufinika uchi wake. Wala hawatajifunika kwa kazi zao. Wala hawatajifunika. Adam alijaribu kujifunika na kazi zake, lakini Mungu anasema wala hawatajifunika kwa kazi zao. Kwa nini? Mikono yao imejaa damu. Kwa nini? Dhambi iko ndani ya moyo wao, si wenye haki. Kwa nini? Ibilisi ni baba yao. So chochote ambacho watakifanya, wakifanyi kwa Mungu, wanakifanya kwa mapenzi ama matakwa ya Ibilisi. Mungu anasema hawatajifunika kwa kazi yao, hawatajistiri kwa matendo yao, hawataingia mbinguni kwa matendo yao. Kazi zao ni kazi za uovu. Na vitendo vyao udhalimu umo mikononi mwao. Violence iko katika mikononi mwao. So Adam akishona ya majani, akijifunika, Mungu anasema hapana, hayo majani hayatastiri uchi wako. Hayo majani hayatafinika haki yako, haitakupatia haki. Hiyo ni haki ya binafsi. Mungu anasema hii haki itolewe. Hawezi kujiokoa, hawezi jibadilisha ndio uokoke. Mungu anasema no. Hayo ni majani, ondoa mawazo hayo. Njoo kwa Yesu Kristo kama mwenye dhambi 100%. Siwezi kujibadilisha, sijui nitaokoka vipi, lakini naamini Mungu kuna uwezo wa kunipatia toba na usini wa kiungu na wokovu. Na nasikia ndio uniokoe. Hiyo tu. Unaweza kuwa unasikia neno, alafu unajaribu kujibadilisha. Hii inakuwa ngumu. Inafaa ujione mwenye dhambi 100%. Kama umepata toba, unasema hii toba imetoka mbinguni. Na lazima Mungu akupatie toba. Nasema mimi sina chochote, siwezi kujibadilisha. Ndio, Mungu nisaidie katika toba na imani katika Kristo Yesu. Wategemea Mungu 100%. So lazima majani yaondolewe. Hakuna kitu kizuri unaweza kufanya. Muumba wako ni ibilisi, babako ni ibilisi, Mungu wako ni ibilisi. Maandiko yameleta wazi. Nitafanya nini sasa? Chochote nikikifanya ni cha violence. Chochote nikifanya ni kibaya, ni najis mbele za macho ya Bwana. Mungu anasema mavazi yao, kazi yao ni kama wewe ya buibui. Haiwezi jifunika, unaona through. Ndio maana Adam anakiri, licha ya kuwa nimejisonea majani, kazi yake ya kufinika dhambi yake, lakini anasema Bwana niko uchi. So unakuja kwa Mungu vipi? 100% mwenye dhambi. Mungu nibadilishe, Mungu nipatie toba. Mungu nionyeshe jinsi dhambi zangu wewe mwenyewe, David, wewe mwenyewe Mungu ulizifinika. So unaweza soma pia Isaia 64:6. Ile kazi ya majani Adam alikuwa amejifanyia. Unaweza soma Sam. Isaia 64:6. Yeah. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Sote. Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa najisi. Na matendo yetu yote ya haki, na maanisha matendo yetu yote mazuri. Mungu anamaanisha ukipanda matendo yako na mimi nikipanda matendo yangu yote, tukiwa duniani tupande matendo. David, matendo yetu si Yesu Kristo yetu. Matendo yetu yote tukiyapanga kutoka duniani mpaka mbinguni, Mungu anasema yote ya haki, si mabaya. Matendo yetu yote ya haki uanzia hapa duniani mpaka mbingu ya tatu. Mungu anasema haya yote ni tambara
bovu liliotiwa unajisi. Unajisi, maandiko mengine ukiangalia kwa undani, hayo maandiko ambayo inatumia jina filth, ukiangalia kwa undani ilikuwa inamaanisha sana sana katika ile meneso, wanawake wakiwa katika hedhi. So ule uchafu unaotoka, hiyo ndio inaitwa filth. So Mungu anasema matendo yako yote ya haki David, matendo yangu yote ya haki na matendo ya mwenye dhambi yote yakipangwa kutoka duniani mpaka mbinguni. Mungu akiangalia hivi anasema naona uchafu wa mwanamke akiwa kwa hedhi katika hayo matendo yako. Wapendwa, si mchezo. Neno la Mungu si mchezo. Mungu akisema matendo yako yote ya haki ni maovu, Mungu anamaanisha 1, babako ni ibilisi; 2, Mungu wako ni ibilisi; 3, muumbaji wako ni ibilisi. So kila tendo utafanya litakuwa chafu mbele za Bwana. Wanawake wakiwa kwa heavy, unajua ni uchafu unatoka. So Mungu anasema matendo yako yote ya haki, matendo yako yale best. Mungu anasema yote ni kama heavy ya mama aliyekuwa katika menstrual period. Mtategemea matendo, mtategemea uchafu unaotoka kila mwezi kwa wanawake. Nitegemea hilo tendo, alafu niingize mbinguni. Ndio kazi ya Adam anafanya. Adam anataka ajifinike mbele za Mungu, alafu asimame na haki yake mwenyewe, alafu Mungu amkubali. Mungu anasema no way. So sije mbele za Mungu kama uko na matendo mazuri. Njoo, mimi ni muovu, Mungu nisaidie, nipatie toba, nibadilishe, nioshe. Mungu nitengeze, wewe nifinyanze, nifinye Bwana. Nifinye. Umejipeana full kwa Mungu. Hata kupatia huzuni ya kiungu kwa ajili ya dhambi zako utazihuzunikia. Si huzuni yako, ni ya Mungu. Hata kupatia toba kwa ukamilifu. Hata kupatia imani ya Yesu Kristo na utaokoka. Na atakuosha na kusafisha. Na atakuumba mara ya 3 baada ya shetani kutumba. Katika bustani ya Edeni. Yes, njoo kama mtu ambaye ameangalia pornografia maisha yake yote. Njoo kama mtu ambaye hajatiwa sasa, njoo kama hypocrite. Umekuwa ukifunika dhambi lakini ndani zinafanya kazi. Njoo hivyo, Mungu anataka moyo. Njoo katika kweli mbele za Bwana. Watu wabadilike kwa sababu hawaji katika kweli. Hiyo tu ndio. Lakini mtu yote akija kwa kweli kwa Bwana, lazima atabadilisha. Hiyo ndio point Mungu anataka mwanadamu afikie. So nisijione mzuri. Heavy inayotoka kwa wanawake si nzuri, ni chafu. Hata wanawake wanasema ni uchafu. So wewe kwa hivyo matendo yangu mazuri yako hivyo na yako pia. Mungu anasema katika Romans 3 verse 23, all wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake. Njoo hivyo mbele za Bwana David. So Isaia inasema hivyo, haijaisha. Isaia 64 mstari wa 6, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani. Sisi sote twanyauka kama jani. Na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Na maovu yetu yanatuondoa kama upepo uondoavyo. So hili tendo Adam analifanya mbele za Mungu ni kama heavy. Na mimi pia na wewe pia. So acha turudi mwanzo. Ni nini Mungu akafanya? Mwanzo 3. Naweza angalia mstari wa 21. Mwanzo 3 mstari wa 21. Bwana Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akawatengezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi
akawavika. Mungu akatengeza mavazi ya ngozi. Mungu alitoa wapi mavazi? Maandiko yanasema Mungu alienda kumchinja mnyama. Mungu akamchinja mnyama, alafu akachukua ngozi kutoka kwa huyu mnyama. Akachukua ngozi, alafu akaja akamfinika Adam, alafu akaja akamfinika mkewe ambaye ni Eve, ambaye ni Hawa. So Adam akawa amefinikwa na ngozi. Adam akawa sasa uchi wake umefinikwa. Adam akawa sasa anasema mimi siko uchi tena, kwa sababu ni Mungu mwenyewe amemchinja mnyama. Mungu akichinja mnyama, ile dhamira ya Adam kwamba mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mtoto wa Ibilisi, nimeumbwa tena na Ibilisi, Ibilisi ni babangu. Hiyo dhamira inaondolewa, kwa sababu damu ya mnyama ikimwagika, dhambi ya Adam aliyoitenda inaondoka. Ile dhamira, ile Adam kujificha, hajifichi tena. Kwa nini? Kwa sababu ya yule mnyama. Yule mnyama ambao Mungu ameenda akamchinja, akachukua ngozi. Mungu akichinja mnyama, damu inamwagika. Huyu mnyama ni nani? Ufunuo 13 mstari wa 8. Undo mnyama Mungu alimchinja David. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 8. Na watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama. Na watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama. Wale wote ambao majina yao yapoandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mwana kondoo aliyechinjwa, mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Huyu mwana kondoo ni nani? Huyu mwana kondoo ni Yesu Kristo. So Mungu anamchinja mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Ya damu inatoka. Mwana kondoo ni Yesu. Mungu alimchinja Yesu Kristo kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Mungu anamchinja Yesu Kristo. Alafu kwa ngozi ambayo anaitoa kwa Yesu Kristo ndo anamfinika Adam, David, alafu anamfinika Eve. Mungu sasa ndo anaenda kutengeza mavazi ya Adam na mavazi ya Eve. Na anamtengezaje mavazi? Mungu anatengezaje mavazi ya Adam na Eve? Ifinike uchi wao, ifinike dhambi zao, ifinike aibu yao. Mungu anaenda kumchinja Yesu Kristo. Mungu anaenda kumchinja mwana kondoo. So Mungu ili akufinike, lazima Mungu amchinje mwana kondoo, ndio hiyo ngozi ya mwana kondoo, hiyo damu ya mwana kondoo ipate kuosha guiltiness yako yote, ipate kuosha dhambi zako zote. Amina. So lazima Mungu aende kumchinja mwana kondoo ndo akuvike. Vile vile Mungu ili lazimika akachinje kondoo ndio aje awavike. Kuna nguo nyingi sana Mungu anaweza kutengeza. Kuna mambo mengi Mungu anaweza kutengeza kama nguo. Mbinguni kulikuwa na dhahabu, Mungu angechukua dhahabu aitengeze, alafu awafinike vizuri sana. Lakini Mungu hakutumia dhahabu. Mungu yuko na mawe mazuri sana, anaweza tengeza, yuko na shaba, anaweza tengeza na wakafinikia nguo vizuri sana. Lakini anasema uchi huu sio kufinikwa na dhahabu, sio kufinikwa na fedha, sio kufinikwa na chochote kile cha kimwili. Mungu anaenda na chinja mnyama. Kwa nini anachinja mnyama? Huyu mnyama ni Yesu Kristo. Ukiangalia Waibrania Waibrania 9:22. Kwa nini Mungu anamchinja mnyama? Waibrania 9:22. Kwa kweli sheria hudai kwamba, kwa kuwa sheria hudai kwamba karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Wala pasipo kumwagwa damu. Wala pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Mungu anasema pasipo kumwaga damu. Pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Unaelewa David? Mungu anasema pasipo kumwaga damu hakuna nini? Hakuna msamaha wa dhambi. Wametenda dhambi, wamejifunika na majani.
ili dhambi yao iondolewe, lazima nini mwagike? Damu imwagike. Ndio maana Mungu anaenda kumchinja mnyama ili damu imwagike, nini iondolewe? Dhambi iondolewe. So Mungu alipomchinja mnyama ambaye ni Yesu Kristo mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo ilimwagika, dhambi ya Adam na mkewe zikaoshwa. Nao ndio wokovu. Ni Mungu anakufanyia kazi, alafu anakupatia haki yake mwenyewe. Kila kitu kinabadilika. So pia ukiangalia Warumi 6 mstari wa 23. Warumi 6 mstari wa 23. Warumi 6 mstari wa 23. Maandiko matakatifu yanasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ya hivyo ndio Mungu anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Wametenda dhambi, shetani amewaumba, wamekuwa watoto wa ibilisi shetani. Mungu anasema mshahara wa hiyo dhambi ambao Adam ametenda, kuvunja amri za Mungu, mshahara wa hiyo dhambi ni nini David? Mauti. So lazima mwanakondoo afanye nini? Lazima mwanakondoo afe. Ndio deni lao la dhambi lifanye nini? Lilipwe. Umetenda dhambi, Mungu anasema suluhisho si wewe kujibadilisha. Suluhisho unahitaji mwanakondoo. Huyu mwanakondoo ndio, ndani ya mwanakondoo unahitaji damu. Mungu anamchinja mwanakondoo kupata damu, na kupitia damu hiyo dhambi ya Adam na Eve inaondolewa, inaoshwa. Alafu Mungu anasema pia mshahara wa hiyo dhambi na mshahara wake ni ziwa la moto milele. Mungu anasema mshahara wa hiyo dhambi ilipwe kupitia mauti ya nani? Ya Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo. Sio ile kondoo alipokata roho tu hivi, Mungu akachukua ngozi akawafunika. Adam dhamira yake ikawa imeoshwa kwamba yuko sawa na Mungu. Dhambi ya Adam ikaoshwa, ndio maana Adam yuko kwa ukoo wa Yesu Kristo. Na Adam aliokoka kupitia mwana kondoo. Alipata toba. Yesu alipata toba vipi? Adam alivua majani. Adam aliondoa majani. Mungu akileta ngozi hivi, hakuiweka ngozi juu ya majani. Lazima Adam aondoe majani yale yote ambayo amejitengezea. Lazima mkewe aondoe majani yote ambayo amejitengezea. Ayuchi mbele ya Muumba wake. Weuchi mbele ya Muumba wako. Hiyo ndio ulikuwa unaogopa. Na hiyo ndio Mungu anataka. Walipotoa majani wako uchi kabisa. Hawana hata jani moja. So kila kitu David kwa uwezo wa Mungu, kila kitu mwenye dhambi anafaa aondoe kila haki ambao ya kibinafsi amekuwa nayo. Kila haki. Kama nitafanya nini hata niyo? Nitajibadilishaje? Ondoa hiyo. Wewe sijibadilisha. Weka Mungu nibadilishe. Mungu nipatie toba. Mungu nigeuze kutoka kwa haya yote. Na iwe Mungu. Na uwe tayari kutii ile kazi yeye mwenyewe amekufanyia ya kumchinja mwana kondoo. So walipotoa majani yao, hiyo ni toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa vyote ambavyo ni viovu. Kile sema wafikiria utafanya ndio uokoke, kugeuka kutoka kwa hiyo. Utubu hiyo wema wako, haki ya kibinafsi. Na yale maovu umeyatenda kwa uwezo wa Mungu na roho wa Mungu, ugeuke kutoka kwa hayo kupitia neno la Mungu. Ukishageuka kutoka kwa utabaki tu zero. Wategemea tu Mungu peke yake. Na hiyo yote ni kazi ya Mungu. So Adam alipata kutubu. Tunaweza angalia 3:21 tena. Mwanzo 3:21. Bwana Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Akawavika. Zangalia Matthew 22. Adam akawa na vazi. Hili vazi ndo anahitaji David. Mwenye dhambi yote anahitaji vazi. Hili vazi linatoka kwa Yesu Kristo. Hili vazi ni Mungu amelitengeza, linaitwa vazi la wokovu.
kuamini kwamba kwa damu ya Yesu Kristo Mungu anakupatia toba na imani katika ile damu, ndio dhambi ziondolewe, ufinikwe na haki ya Mungu, ufinikwe na kazi ya Mungu aliyofanya kupitia Yesu Kristo, ufinikwe na utakatifu wa Mungu. Mathayo 22 mstari wa 11. Lakini mfalme alipoingia ndani ili kuwaona wale wageni, akamwona mle mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Akamwona mtu mmoja pale hajalivaa vazi la harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, wewe rafiki yangu, uliingiaje humu bila vazi la harusi? Uliingiaje huku paradiso? Uliingiaje mbinguni wewe bila vazi la harusi? Bila vazi la harusi, ama vazi la Adam lenye majani, lenye kujitegemea. Anaambia uliingiaje huku bila vazi la harusi? Yesu Kristo ndio vazi la harusi. Haki ya Yesu Kristo ndio vazi la harusi. Damu ya Yesu Kristo ndio vazi la harusi. Hii vazi unafaa uiamini kwa kutubu na kuiamini ile kazi ambayo damu ya Yesu Kristo imekufanyia. Anaambia uliingiaje bila vazi? Adam atasimamaje mbele za Mungu bila vazi la Mungu? Akisimama na kazi yake, anaambia kazi yako imepungukiwa, anasema hata niko uchi. Mungu anamtegezea Adam vazi. Ndio hiyo katika Agano Jipya pia. Uliingiaje huko bila vazi la harusi? Endelea. Ndipo mfalme akamuuliza, rafiki, uliingiaje humu bila vazi la harusi? Yule mtu hakuwa na la kusema. 13. Ndipo mfalme akawaambia watumishi wake, fungeni mikono na miguu mkamtupe nje kwenye giza, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Vazi la harusi ni muhimu. Vazi la harusi ndio linafanya nisimame mbele za Mungu, na usimame mbele za Mungu, mbele za kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Vazi la harusi maana ni vazi lililotokana na Mungu kumchinja mwana kondoo mbele Yesu Kristo. Ni vazi ambalo Mungu mwenyewe alifanyia kazi. Ni vazi ambalo limetoka kwa Yesu Kristo, damu ilipomwagika na mauti ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu anakufinikia nao. Leo si vazi la kimwili. Leo kukubaliana kwamba Kristo ameniamuru, amekwambia utubu, hata kutokuamini utubu. Alafu uamini kwamba damu yake imemwagika kwa ajili ya dhambi zako, zimeoshwa. Uamini kwamba mauti ya Yesu Kristo yamelipa deni lako la dhambi yote. Hilo ni vazi Mungu anakufinikia nalo. Ni kuamini kazi ya damu ya Yesu Kristo na pia kifo cha Yesu Kristo, ndio ngozi ilitolewa akawafinika. So leo tunafinikwaje kiroho? Kwa kuamini Yesu anakuamuru ugeuke kwa njia zako mbaya zote, kwa kuamini kile ambacho anakuhubiria, na uamini kwamba damu ya Yesu Kristo ilimwagika ili dhambi zako zote zioshwe na zikaoshwa. Halafu mauti ya Yesu Kristo alikufa ili deni lako la dhambi na langu lilipwe katika ukamilifu. Hiyo vazi kwa uwezo wa Mungu, kwa imani, inafinika moyo wako. Unakuwa ukisimama mbele za Mungu, Mungu anaona mauti ya Yesu Kristo, Mungu anaona damu ya Yesu Kristo, na Mungu anaona kazi za Yesu Kristo ndani yako. Hilo ndio vazi tu linaweza kusimamisha. Hilo linaitwa vazi la wokovu. Huyu anatolewa kwa harusi kwa sababu hana vazi. Hii harusi ni Yesu Kristo, ndio bwana harusi. Mungu ni king anamfanyia mwanae. Mungu anamfanyia Yesu Kristo harusi, karamu. Yesu ndio bwana harusi. So unahitaji hili vazi la harusi. So kama una hilo vazi, inamaanisha haujawahi hata kupata toba katika maisha yako. Tunaweza angalia Isaia. So Adam alipofinikwa, Isaia 61:10. Kitabu cha Isaia 61 mstari wa 10. Ninafurahi sana katika Bwana. Ninafurahi sana katika Bwana.
Nafsi yangu inashangilia katika Mungu wangu. Nafsi yangu inashangilia katika Mungu wangu. Kwa maana amenivika mavazi ya wokovu. Amenivika mavazi ya wokovu. Anafurahi. Kwa nini? Amevikwa vazi la wokovu. Amevikwa kazi ya damu ya Yesu Kristo, imemwagika, dhambi zake zikaondolewa, Adam zimeondolewa. Mungu anasema pia kwako ni uamini ziondolewe. Mauti ya Yesu Kristo ambao ni kifo cha Yesu Kristo. Yesu amekufa ili deni lako la dhambi lilipwe. Mungu anakuambia amini, kifo cha Yesu Kristo imelipa deni lako la dhambi. Alafu anasema nafurahia. Kwa nini? Amevikwa vazi la wokovu. Vazi la wokovu linatokana na ngozi ya Yesu Kristo. Naweza kuendelea Ann? Kitabu cha Isaya 61 mstari wake ni wa 10. Naam. Ninafurahia sana katika Bwana. Nafsi yangu inanishangilia katika Mungu wangu. Kwa maana amenivika mavazi ya wokovu. Na kunipamba kwa joo la haki. Kama vile bwana harusi apambavyo. Kichwa chake kama kuhani. Na kama bibi harusi ajipambavyo. Kwa vito vyake vya thamani. So tunaona vazi la harusi. Tunaona vazi ambalo baada ya Yesu Kristo kuchinjwa na damu yake kumwagika, tunaona hiyo vazi. So mwenye dhambi anafaa alilie hili vazi, kwa sababu ni kupitia hili vazi Adam aliokoka. Na hiyo ndio kazi ambayo Mungu anafanya. Bila hilo vazi huwezi ingia mbinguni, au huwezi. Utatolewa huko. So tuangalie mwenye vazi. Mungu akamtoa Yesu Kristo. Yesu anakuja kufanya nini? Kuna kitu ambao inafaa mimi na wewe tuelewe vizuri sana. Moyo huu tulipoanza ni Mungu alimuumba mwanadamu. Akamweka kwa bustani ya Edeni. Shetani akaja. Kile ambacho Mungu amekiumba, yeye akakiumba, alafu kikawa chake. Sawa sawa. So tukawa watoto wa shetani. Baba yetu akawa shetani, Mungu wetu akawa ni shetani, muumba wetu akawa ni shetani. Alafu Mungu ametuonyesha venye Adam ameokoka. Then Mungu akamtuma Yesu Kristo. Sawa sawa. So Yesu Kristo akija, Yesu anakuja kutuumba tena. Mungu ametuumba mara kwanza. Shetani akatuumba mara ya pili. So Mungu anamtuma Yesu atuumbe mara ya ngapi? Mara ya 3. Creation ya kwanza imeumbwa na Mungu, shetani kupitia neno, Mungu akawa baba kwa Adam na Eve. Shetani akaja akaeka neno lake akaumba tena kupitia kile kiumbe cha Mungu. Yeye akawa baba na akafurahi, alafu Mungu anamuumba tena Adam kwa kumjia Adam kwanza na kufanya nini? Na kumuongelesha, anampa hukumu. Adam moyo wake unashuka chini, anaondoa majani. Mungu anachinja mwana kondoo, damu ya Adam inaondolewa, ya mkeo inaondolewa, alafu Mungu anachukua vazi kutoka kwa mwana kondoo, kazi ya mwana kondoo, mauti ya kondoo, damu ya kondoo, anamfinika Adam. Adam anakuwa ameumbwa tayari na Mungu. Lakini wale watoto ambao Adam atawazaa, hata wazaa kiroho, atawazaa kimwili, watakuwa na dhambi ndani ya mioyo yao. So ni lazima wao wenyewe wasikize injili ya Yesu Kristo, wapewe huzuni ya kiungu, toba na Mungu na imani na Mungu, waokoke, wazaliwe mara ya pili. Dhambi yao iondolewe, wabatizwe na Roho Mtakatifu, wabatizwe kwa maji mengi, iwe wamezaliwa kwa roho na maji, wawe watoto wa Mungu. Umeelewa? So Adam aliumbwa na Mungu tayari mara ya 3. Mara kwanza alimuumba, shetani akaja akawaumba, alafu Mungu akaja akamuumba Adam. Kabla tuingie katika Mathayo, tunaweza angalia Adam anapatikana kwa ukoo wa Yesu Kristo. Luka 3 mstari Luka 3 tunaweza angalia mstari wa 20
Nione mali tutaanzia. Naweza anza mstari wa 23 kwanza. Luka 3 mstari wa 23. Yesu alikuwa na umri wa miaka 30 alipoanza huduma yake. Alikuwa akidhaniwa kuwa mwana wa Yusufu. Yeah. So huu ni ukoo wa Yesu Kristo. Yusufu alikuwa mwana wa Eli. Yeah, so huu ni ukoo wote, ukisoma wote inaonyesha ukoo wa Yesu Kristo. So tukifika 38, Adam yuko kwa ukoo wa Yesu Kristo, wale wote wako kwa ukoo wa Yesu Kristo ni watakatifu. So huu ni ukoo wa Yesu Kristo katika Luka 3 mstari wa 23 na mstari wa 38. So lile vazi ambalo Mungu alilitoa kwa Adam, kwa mwanakondoo akamvika Adam. Mungu anaonyesha kwamba vazi lile lililo kwa Adam ndio vazi hilo Mungu analituma kwako. So Adam aliokoka 38. Luka 3:38. Kenani alikuwa mwana wa Enoshi. Enoshi alikuwa mwana wa Sethi. Sethi alikuwa mwana wa Adamu. Adamu alikuwa mwana wa Mungu. Yeah, Adamu alikuwa mwana wa Mungu. So maandiko yanamtambua Adam kama mwana wa Mungu. Mara kwanza aliumbwa na Mungu mkamilifu, mtakatifu, mwenye haki. Mara pili shetani akaja akamuumba vibaya, wakatenda dhambi. Alafu Mungu hakustop hapo. Mungu alimfuata Adam, akakabiliana na dhambi ya Adam. Adam akashuka chini, akaondoa majani yake. Mungu akamchinja mwana kondoo. Dhambi ya Adam ikaoshwa, maovu yake yakaondolewa. Mauti ya kondoo ikalipa deni la Adam kwa ukamilifu. Mungu akatuongoza, akamwambia Adam, hii ndio ngozi, hii ndio vazi la wokovu. Adam akaondoa majani toba, Mungu akamfinika Adam. Adam akawa na kazi ya Mungu kupitia mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Adam anaitwa mwana wa Mungu. Mungu alimuumba tena Adam katika utakatifu na haki. So the same mwana kondoo yule ambaye alimwokoa Adam na mkewe ndio huyo Mungu amemtuma kwetu ili atuumbe mara ya 3 kupitia Kristo Yesu. Yohana 3 mstari wa 16. So natumai waelewa Yesu akitumwa hapa anakuja kuumba nini? Yesu anakuja kufanya nini? Uumbaji. Yohana Mtakatifu 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hata akamtoa mwanao wa kipekee. Ili kila mtu amwaminie Yesu Kristo asipotee, bali awe na uzima wa milele. So Mungu amemtoa Yesu Kristo. Yesu amekuja kufanya nini? Yesu amekuja kutafuta kile kilichopotea. Yesu amekuja kufanya nini? Yesu amekuja kuumba kile ambacho shetani alikiumba. Kile ambacho Mungu alikiumba mara kwanza, shetani akaja akakiumba. Kikawa kitoto cha shetani, kikawa Mungu wake ni shetani, ikawa baba wake ni shetani. Yesu amekuja kwa hicho kufanya nini? Kukiumba tena. Mungu hachoki kutafuta watoto wake. Mungu hachoki kutafuta wenye dhambi. Mungu ameumba, shetani akaumba. Mungu akasema nimeupenda ulimwengu, akamtuma Yesu Kristo. Yesu akija anakuja kuumba huyu kondoo ambaye Mungu alimchinja. Mungu akamleta ili aje kukuumba, ili aje kuniumba. Waweza ya Yesu akahubiri injili ya toba, andiko tumekuwa tukilisoma sana. So kile ambacho David ama mwenye dhambi yoyote inafaa kuwa kinaendelea kwa moyo ni kwamba Yesu anakuja kuumba. Yesu anakuja kuumba kile ambacho shetani amekiumba. So yafaa niwe makini nisikize Yesu anasema nini, huyu muumbaji anasema nini. 3 Samani Mathayo 4 mstari wa 17. Mathayo 4 mstari wa 17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni.
Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Mpaka hiyo kutokuamini ambayo iko ndani ya moyo wako mpaka sasa hivi. Yesu anakuambia hiyo tubu. Tubu, matendo yako yale unafikiri pengine anaweza kukokoa. Yesu anakuambia tubu. Amini wewe ni muovu 100% na unangoja kupokea tu kwa Yesu Kristo kazi ya wokovu. Yesu anakuambia utubu. Geuka kwa njia mbaya, geuka katika kutokuamini. Tubu. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naweza soma next. Angalia maovu yetu yote yakekwa kwa Yesu Kristo. Yohana 1:29. Yohana mtakatifu 1:29. Siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia Yohana akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu hawezi kukumba tena kama bado dhambi iko ndani ya moyo wako. Yesu anakuambia tubu. Alafu muamini yeye kwamba hizo dhambi zako, hiyo dhambi umerithi kutoka kwa Adam, hii dhambi ambayo tumezaliwa nayo, Yesu ameitwaa, Yesu ameichukua. Hili neno wataka ulisikie mara ngapi ndio uje kuliamini? Manake Mungu anakuambia tazama. Mungu anakuambia tazama mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo ni Yesu Kristo. Ni mtazamo wa imani. Unamtazama na kuamini ile kazi ambayo amekufanyia. Unaamini ile kazi ambayo amekufanyia. Tazama, David, hivyo ndo Mungu anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae, anaiondoa. Kuchukua ni kuondoa. Yesu ameiondoa. Yohana ananiambia nimwangalie Yesu. Yohana inaashiria toba. Ananiambia nimwangalie Yesu kwamba nimwamini Yesu. Ameiondoa. Mahali ilikuwa imewekwa na Adam, Yesu ameiondoa. Dhambi iliingia kwa moyo wako kupitia Adamu wa kwanza. Alafu hiyo dhambi inaondolewa kwa moyo wako, inawekwa kwa Adamu wa pili. So haibaki kwako, haibaki kwangu, kwa sababu Adamu wa kwanza alinipatia, Adamu wa pili anaiondoa. So inafaa niamini imeondolewa kupitia Adamu wa pili. Hiyo ndio Yohana anasema hapa, mtazame mwana kondoo wa Mungu aichukuae. Hii inachukuliwa. Huu ni uumbaji Yesu anaendeleza hapa. Unapoamini dhambi yangu imeondolewa, imeenda kwa Yesu Kristo, huo ni uumbaji unafanyika katika moyo. Unafikiriaje ile andiko? Mtazame Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza na wa pili. Watoto wangu wapendwa, nawaandikieni haya ili msitende dhambi. Watoto wangu wapendwa, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yoyote akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho. Yesu ndio dhabihu. Mungu anasema Yesu ndio dhabihu ya upatanisho. Penye Adam alipatanishwa na hii dhabihu moja. Mungu anasema hii dhabihu ndio ile imetumwa na Mungu ikupatanishe wewe na Mungu, na ni kuchukua dhambi zako kuwekwa kwa Yesu Kristo, Adamu wa pili. Yeko kwa huyu mwana kondoo ambaye Mungu alimchinja. Yeko hapo na uamini iko hapo. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho. Yeye ndiye dhabihu. Yesu ndio dhabihu, si matendo yako, si kazi zako, si kujibadilisha kwako. Mungu anakuambia Yesu ndio dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zako. Utasamewaje na Mungu? Utapatanaje na Mungu? Si kwa chochote ni chako, lakini kwa vyote ambavyo ni vya Yesu Kristo. Yeye ndio dhabihu. Yeye ndio sacrifice.
ya wewe kuwa reconcile na Mungu, ya mimi kuwa reconcile na Mungu, lazima Mungu aweke sadaka hapa. Lazima dhambi zako ziingie kwa sadaka. Mimi siwezi jipatanisha, hawezi jipatanisha. Mungu anasema nimekutolea sadaka ni Yesu Kristo. Na hii sadaka sijaitoa leo. Hii sadaka ilimwokoa Adam, babako wa kwanza aliumbwa na ibilisi shetani. Mungu anasema hii sadaka niliyoitoa kwa Adam ilimuokoa Adam akaingia kuokoa Yesu Kristo. Mungu anakuambia amini hiyo sadaka kwamba dhambi zako zote zimekuwa hapa. Amini kile ambacho maandiko yanakuambia. Yeye ndio sadaka ya upatanisho. Hakuna sadaka nyingine. Wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu. Wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Yesu ni sadaka ya dhambi ya ulimwengu wote ambao shetani aliumba. Yesu ametolewa. Dhambi hizi zote dhambi ya Adam na hata matendo maovu ambayo tumetenda, Yesu anayachukua ili kwa damu yake na mauti yake atuumbe tena. Amina. Yes. Yesu haji mchezo, na wewe pia ufai kuwa na mchezo. Mimi sifai kuwa na mchezo. Yesu anakuja kuumba kile ambacho ni cha ibilisi, kile ambacho kilikuwa cha Mungu mwanzo. Unafikiri itakuwa rahisi? Unafikiri shetani atakubali mtoto aliyemwiba kwa Mungu akamfanya mtoto wake alafu amekuja kuchukuliwa tena na Mungu? Atakufanya usinzie katika sermon, atakufanya usisikize sermon. Anafanya hivyo ndio ubaki mtoto wake. Naweza angalia 1 John 4:10. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:10. Huu ndio upendo, si kwamba tulimpenda Mungu. Huu ndio upendo, si kwamba tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda. Bali yeye Mungu alitupenda. Wewe huwezi kumpenda Mungu. Mimi siwezi kumpenda Mungu. Sisi sote ni wenye dhambi. Sisi sote hatustahili. Maandiko yanasema usifikirie ni wewe wajaribu kumpenda Mungu. Wewe huwezi. Wewe ni mtoto wa ibilisi. Mungu wako ni ibilisi. Babako ni ibilisi. Sasa switch on. Uweke hiyo haki chini. Useme Mungu ni wewe umenipenda, na uwe tayari kuamini na kupokea kutoka kwa Mungu. Yeye ndo alikupenda na utakataa upendo wake? Yeye ndo anakupenda. Yeye ndo anataka kukusafisha. Yeye ndo anakuita kwa Yesu Kristo. Yeye ndo anakutolea dhabihu. Yeye ndo anataka kukuumba kwa damu na mauti ya Yesu Kristo. Huu ndio upendo. Huu ndio upendo. Si kwamba tulimpenda Mungu. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda. Bali yeye alitupenda. Akamtuma mwanawe. Mungu akamtuma mwanawe. Mungu anatuma nini? Mungu anatuma ile sadaka ambayo ilimuumba Adam alipoumbwa na ibilisi shetani. Mungu anatuma ile sadaka ambayo ilimshinda shetani mbinguni. Neno la ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Mungu ndiye anatuma hiyo sadaka. Alimtuma mwanawe ili aje kukuumba mara ya tatu. Ili aje kuniumba mara ya tatu. Mungu anamtuma mwanawe ili yeye awe dhabihu. Ya kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu anajua kitu ambacho kimetutenganisha naye ni dhambi. Kitu ambacho kimetufanya watoto wa ibilisi ni dhambi. Kitu ambacho kimetufanya tumuite ibilisi baba ni dhambi. Kitu ambacho kimetufanya tumuite ibilisi Mungu ni dhambi. Kitu ambacho kimetufanya tumuite ibilisi Mungu muumbaji ni dhambi. Mungu anasema anatoa dhabihu ambaye ni Kristo Yesu. Hii dhambi iondolewe. So inafaa uamini, uachilie dhambi zote, maovu yote, maovu ndio umetenda. Uachilie katika hii dhabihu ambayo ni Yesu Kristo. Ipass kwa Yesu Kristo. Ipass kwa Yesu Kristo. So Yesu akaenda msalabani. Msalabani Yesu anaenda kufanya nini? Najua umekuwa ukielewa kwamba baada ya Yesu kuchukua dhambi alienda msalabani kweli, na akamwaga damu na akaenda kuosha dhambi zetu. Itabaki hivyo. Pia kuna neno lingine Mungu anataka uelewe, kile kitu ambacho Yesu Kristo anaenda msalabani kufanya. Angalia Wakolosai 1. Hii ndio kazi Yesu anaenda kufanya msalabani. Maana mara ya kwanza Mungu aliifanya kupitia Yesu Kristo. Shetani akaiharibu,
Alafu Mungu akamtuma tena Yesu Kristo. Yesu anaenda kufanya hii kazi. Anaenda kukufanya wewe na kunifanyia mimi. So tubu kutokuamini. Ondoka kwa mwili wako. Ondoka katika kujitegemea wewe mwenyewe. Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16. Kwa yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Kwa yeye ambaye ni Kristo Yesu, vitu vyote, David, vilivyo mbinguni na duniani viliumbwa. Amina. Vile vyote vinavyoonekana, vile vyote vinavyoonekana na vile visivyoonekana, na vile vyote visivyoonekana viliumbwa kupitia Yesu Kristo. So hata mara ya kwanza Mungu akiumba, tumeona alitumia neno. Neno ni Yesu Kristo. Adam aliumbwa kupitia Yesu Kristo. Shetani akaja akaeka neno lake, akaondoa neno la Kristo. Mwanadamu akawa ameumbwa kupitia shetani. Mungu akasema nitamtuma tena Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ni kupitia Yesu Kristo mwanadamu anaumbwa tena. Shetani akanyagwe, asambaratiswe na dhambi zake. Uondolewe katika ukoo, katika umbile wa ibilisi shetani, kupewa umbo la shetani, kupewa sura ya shetani, iondolewe. So Yesu akichukua dhambi, akienda msalabani, maandiko yanasema kupitia Yesu Kristo vyote vilivyoumbwa mbinguni na duniani, hata chini, vinavyoonekana na vile ambavyo havionekani. So Yesu akienda msalabani, anaenda kutuumba mara ya tatu. Anaenda kutuzaa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. So yafani angalie injili kwa mtazamo mwingine wa nguvu sana. Ni vita. Ni vita. Ni vita. Yesu akienda msalabani acheki. Yesu acheki, anajua Mungu aliumba vyote kupitia yeye Kristo Yesu. Shetani akaja akavichukua, akaweka jina lake, akaitwa Mungu, akaitwa Baba. Yesu akija duniani ni vita. Anakuja kumpokonya shetani watoto ambao Mungu aliwaumba. Shetani akawa baba kwao na Mungu kwao. Anakuja kuwaondoa hao watoto. So ni vita vikali sana. Hivi vita vinaonekana Yesu akipigana. Yeye mwenyewe anasema, Mungu, niondolee hiki kikombe. Vita hivi. Yeye mwenyewe. Vita vinaanza hata kwake, vinaendelea kwake. Hiki kikombe ni kizito Yesu. Hiki kikombe Mungu, ikiwezekana niondolee. Mungu anamwambia, kinywa hivyo hivyo. Kunywa dhambi za David hivyo hivyo. Ili nikikiondoa David hataumbwa mara ya tatu. David atazaliwa mara ya pili kupitia Kristo Yesu. Mungu anamwambia Yesu, kunywa dhambi za David, kunywa hukumu ya David, kunywa hukumu ya ulimwengu, kunywa laana zetu. Ni vita. Ni vita. So sikusikiza neno hapa alafu na kukaa paka Saturday paka Saturday, sivyo. Shetani anaiondoa. So Yesu akienda msalabani anaenda kuumba. Weza rejelea mara ya pili tafadhali. Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16. Kwa yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Kwa yeye Kristo Yesu vitu vyote vilivyo juu mbinguni na vilivyo juu ya nchi viliumbwa. Vile vitu vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Hivyo ndio Mungu anasema aliviumbaje Yesu Kristo pale msalabani. Vitu vitatu ambavyo ni muhimu sana. Kufa kwa Yesu Kristo ni deni letu la dhambi lilipwe, tufanywe watakatifu mbele za Mungu. Damu ya Yesu Kristo, dhambi zetu zioshwe. Kufufuka kwa Yesu Kristo. David uko hapa kweli? Kufufuka kwa Yesu Kristo ni tuhesabiwe haki. Haya ni maumbile ambayo Yesu Kristo anayafanya. So tukiangalia damu ya Yesu Kristo na damu inaosha nini? Damu ioshe dhambi, itutenge na ibilisi shetani. Mathayo, nimekuwa tukisoma Mathayo 26:28. Hili neno lilimuokoa Winfrida kwa uwezo wa Mungu. Hili neno lilimuokoa Winfrida
mke wa Abraham Mabanda, Tanzania. Hili neno ambalo linasomwa hapa. So acha alifanye kazi ndani ya mioyo yetu. Mathayo mtakatifu 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano. Ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ile imwagikayo, damu yake inamwagika kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. So Yesu anamwaga damu kwa nini? Ili dhambi ipate kuondolewa. So Yesu anafanya nini pale msalabani? Yesu anatumba kwa kumwaga damu yake ili dhambi yetu ifanye nini? Iondolewe. So Yesu anamwaga damu yake yote kabisa. Yote. Damu ambayo ilimwosha Adam, damu ambayo ilimuingisha Adam kwa ukoo wa Yesu Kristo, damu ambayo ilimfanya Adam atoke kuitwa mwana wa ibilisi kuja mwana wa Mungu kwa Luka 3:38. Damu ambayo ilimpiga shetani mbinguni na ikamweka chini kabisa. Hiyo ndio damu ile Mungu ameituma ioshe dhambi zako na ioshe zangu. Itashindwaje? Haiwezi shindwa. Na kama imeshindwa kwako, basi ni dhihaka. Ni dhihaka uko nayo. Ni dhihaka, ni wepesi uko nao. Ili mshinda Muumba ambaye alituumba kwa uovu. Ili mshinda Muumba ambaye alituumba kwa uovu ambaye ni shetani. Itashindwaje kuondoa hiyo dhambi? Itashindwaje kuondoa dhambi, David? Kama ilimshinda shetani ambaye alituumba, muumbaji wetu huyu ibilisi, ilimshinda ikamweka chini, damu hiyo itashindwa kuondoa dhambi? Haiwezi kushindwa. Haiwezi. Mungu anataka full trust na obedience katika damu ya Yesu Kristo, kwamba hii ilimshinda shetani aliyeniumba kwa dhambi. Naamini David, dhambi zangu zote zimeondolewa, zimeshindwa na hiyo damu. Na huo ndio wokovu. So Yesu akafa. Wakolosai 1:22. Wakolosai 1:22. Lakini sasa Mungu amewapatanisha nyinyi kwa njia ya mwili wa Kristo. Mungu amekupatanisha kwa njia ya mwili wa Kristo. Kwa kupitia kufa kwa Yesu Kristo. Ili awalete mbele zake. Ili wewe sasa upelekwe mbele za Mungu. Ukiwa mtakatifu. Bila dosari. Wala lawama. Hii inapendeza kwa sababu Mungu anamaanisha hivi. Mungu anamaanisha Yesu anakufa kwa msalabani. Mimi na wewe tuko katika utumwa ama jehanamu ya kiroho. Na tunaingia jehanamu, lakini tuko duniani kama wenye dhambi, tuko kwa jehanamu ya kiroho. Yesu anakufa. Mungu yuko mbinguni. Yesu anakufa, kifo chake, Yesu akifa. Hiki kifo chake kinatutoa jehanamu, kinatupeleka mpaka mbele za Mungu. Kinatusimamisha hapa mbele za Mungu. Kifo cha Yesu Kristo msalabani kinatutoa jehanamu. Wenye dhambi ni watu ambao wametangaziwa jehanamu ya kiroho. Kinatutoa jehanamu, kinatusimamisha mpaka mbele za Mungu tukiwa watakatifu. Watakatifu inamaanisha bila dhambi. Wasio na mawaa inamaanisha hatuna hata doa la maovu wala lawama. Yaani hakuna lawama. Mungu akiangalia vitabu vyako vya matendo, Mungu haoni lawama. Mungu akiangalia vyangu haoni lawama, anaona utakatifu. Hii ndio mauti ya Yesu Kristo. So inafaa uamini kwa mauti ya Yesu Kristo. Yeye amekufa, wewe umekuwa presented. Yeye amekufa, wewe umepelekwa mbele za Mungu ukiwa mtakatifu mkamilifu bila mawaa. Yaani Yesu afe alafu wewe uchukuliwe. Mungu akikuona wewe anaona kazi ya Yesu Kristo. Anaona Yesu amekufa, sasa ile product, yani Yesu afe alafu kile ambacho kimezaliwa kupitia hiyo mauti ya Yesu, anaona ni hiki kitakatifu bila mawaa wala lawama. So inafaa uamini wewe ni huyo mtu
na katika Yesu akifa dhambi zako pia zilizikwa. Samani. Dhambi zako pia zilikufa ndani ya Yesu Kristo. Yesu akifa dhambi zako zilikufa ndani ya Yesu Kristo. Zangu pia vile vile zilikufa ndani ya Yesu Kristo. Mshahara wa dhambi ni mauti. So Yesu akifa vitabu vyetu vimeandikwa maovu na dhambi mpaka ya Adam. Yesu akifa vyote vinafutwa mbinguni. Katika mind ya God na katika hati ya God zinafutwa pia. Katika pembe ya madhabahu mahali dhambi zetu zimeandikwa zinafutwa pia. Na katika conscience zetu kwa mind na kwa heart dhamira zetu pia zinafaa zifutwe na zioshwe. Na ndio wokovu. Yesu siku ya tatu akafufuka. Kwa nini anafufuliwa? Ili ni hesabiwe haki. Warumi 4:25 samahani. Warumi 4:25. Warumi 4:25. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Alitolewa afe Yesu Kristo. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zetu zilifanya Yesu afe. Naye alifufuka kwa ajili yetu ili tuhesabiwe haki. Maandiko yanasema Yesu alifufuka. Kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa kaburi la Joseph Arimathea. Yesu akifufuka ni mimi na wewe tutolewe hapa jehanamu ya kiroho, tupelekwe mbele za Mungu tukiwa wenye haki. Nani ametenda tendo la kufufuka? Yesu Kristo. Nani amehesabiwa haki? Mimi. Wewe. Hii ndio wokovu. Hii ndio wokovu. Tukimalizia na mstari kwa Efeso 4. Tuwe makini kwa Efeso 4 kwa sababu ina summarize kila kitu. Kwa Efeso 4 inajumuisha kila kitu. Mstari wa 24. Waefeso 4 mstari wa 24. Mkajivike utu upya. Mkajivike utu upya. Mkajivike utu upya ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu. Ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Katika haki yote. Katika haki yote. Haki yote. Mungu asemi haki nusu. Haki yote. Haki yote iliyo ndani ya Mungu. Mungu anasema kupitia Kristo Yesu tumeumbwa tena. Kupitia Kristo Yesu tumeumbwa tena. Hiyo ndio kazi Yesu Kristo alikuja kufanya. Ndani ya Kristo Yesu tumeumbwa tena. Mara kwanza tuliumbwa kwa Adam na Mungu. Mara pili shetani akatuumba. Mara tatu Mungu akamtuma Yesu Kristo. Mungu anasema tumeumbwa tena ndani ya Kristo Yesu kwa haki ya kweli na utakatifu. Haki yote, utakatifu wote. Ndani ya Kristo Yesu tumeumbwa tena. Ndani ya Kristo Yesu tumeumbwa tena kupitia damu yake, kupitia kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Tumeumbwa tena. Tumetengwa na kitovu cha ibilisi shetani. Tumetengwa kwa kumwita shetani Mungu Baba na hata shetani muumbaji. Tumetengwa na hiyo ndio njia unatengwa. Zarejelea tena ile andiko tafadhali kwa Efeso 4:24. Mkajivike utu upya. Tunaambiwa tukajivike utu upya kwa kuamini kile kazi ambayo Yesu Kristo ametufanyia. Ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu. Ulioumbwa sawa sawa na mfano wa Mungu. Katika haki yote.
na utakatifu. Hizi ni kazi ambazo Yesu amefanya. Yesu amekufa tufanyike watakatifu, Wakolosai 1:22. Yesu amefufuka ili tuhesabiwe haki. So katika kufa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo tumeumbwa tena kwa kuamini. Yesu ametuumba tena. Baada ya Mungu kutuumba, shetani alikuja akatuumba. Tulikuwa tutamwita shetani Mungu, shetani baba, shetani muumbaji. Yesu akaja akatuumba tena kwa kufa kwake, utakatifu, kwa kufufuka kwake, haki. Maandiko yanasema tujivike huo utu upya, kwa kuwa tumeumbwa kwa hiyo sura ya Mungu, haki na utakatifu. Hii ni kazi ya Yesu Kristo. Yesu amekufa tufanyike watakatifu. Yesu amekufa akafuka tuhesabiwe haki. Haya ni maumbile ambayo Yesu Kristo alifanya. Huu ni uumbaji ambao Yesu Kristo alifanya. Unapoamini kufa kwa Yesu Kristo, unapotubu dhambi kweli, kugeuka kwa dhambi na kuachana nazo na kuzikiri kutengwa na kila kitu ambacho ni kiovu kwa uwezo wa Mungu, na kuamini damu ya Yesu Kristo, dhambi zako zinaondolewa, zangu zinaondolewa, zangu zimeondolewa, wale waamini zao zimeondolewa walioamini. Alafu unapoamini mauti ya Yesu Kristo, uumbaji unaendelea. Unaumbwa kwa utakatifu. Ninapoamini kufuka kwa Yesu Kristo kumenihesabia haki, naumbwa katika haki yote, unakuwa kiumbe kipya, kimeumbwa tena kupitia Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anamaanisha. Wagalatia 4 pia inazidi kusisitiza haya. Wagalatia 4:19. Wagalatia 4:19. Watoto wangu wapendwa, ambao kwa mara nyingine ninawaonea utungu. Ninatamani kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Ninatamani kwamba Kristo aumbike. Ninatamani kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Natamani kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Nani alikuwa anasema haya maneno? Roho wa Mungu kupitia Paulo. Mungu anatamani Yesu aumbwe tena ndani yako. Mara kwanza Mungu alimuumba Yesu ndani yetu. Shetani akaja akaeka neno lake, tukaumbwa kwa mfano wa shetani. Alafu Mungu anasema natamani Yesu aumbwe ndani yenu, iwe kama mwanzo. Tunakushukuru Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo. Asante kwa neno lako Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Unaweza kuomba sana. Baba, kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema, kwa ajili ya upendeleo huu mkuu ambao umetupatia wa neno lako Bwana, na ufunuo huu ambao Bwana unatoka kwako. Asante kwa kuwa Bwana tumekuwa kati ya wale ambao Bwana wamesikia ufunuo huu ambao Bwana ni wa ajabu wa uumbaji Bwana ambao unaufanya ndani ya nafsi zetu Bwana. Ambao Bwana ni uumbaji wa tatu, na Bwana ni kuzaliwa mara ya pili Bwana. Bwana isituache kama vile tulivyo kawaida Bwana, isiyo kawaida, tusichukulie kawaida Bwana. Hata kwa wale ambao Bwana watasikia mbali Bwana kupitia mafundisho yako, kusikiliza katika mitandao Bwana, sio kawaida Bwana. Walio Makongolosi, Mbeya Bwana, hata walio Nairobi Bwana, kina Mwendo Mbabu Bwana, ndio Bwana, nenda kawakumbuke Bwana, na mguso wako wa ajabu wafikie pia wao Bwana. Ndio Bwana. Chombo chako dhaifu Bwana umekitumia kwa njia ya ajabu Bwana, kizidishie zaidi neema Bwana. Ndio Bwana. Shirika huu wako na upendelea Bwana, ukuze zaidi Bwana kwa neema Bwana. Na kushuka na kukumbuka mashirika Bwana, na kuita kwa roho na kweli, usipite hapa pia Bwana. Tunaposhuka Bwana na kukumbuka familia, wanapokumbuka watumishi wako Bwana, tutie nguvu na sisi Bwana. Kumbuka kila mahitaji ya kila mmoja Bwana. Na upitia katika affliction Bwana, na upitia katika magumu ama mazito yote, tuwaombea Bwana. Wanaoteswa pia katika ulimwengu wa giza Bwana, katika maisha ya dhambi Bwana, walio katika vifungo Bwana, ambao magereza ya ibilisi Bwana, pia tuwaombea Jehova. Saidie Bwana. Bwana, tunakumbuka taifa la Kenya,
Kumbuka serikali, tukumbuka hata wapinzani Bwana, wacha amani iwe katika nchi yetu na itawale. Nataka kumbuke Bwana dunia nzima Bwana wakikulilia Bwana. Sikia maombi Yesu upande wa kuume, tuombe Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sema neema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Baba yetu, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. Asante.